Kwa majina naitwa Winifred Mushi, ni mkurugenzi wa idara ya habari na mawasiliano kutoka Kalamu ya Samia naongea. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa afya na uhai alionipatia kwa kuweza kusimama mbele yenu hapa leo. Kwanza ninapenda kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo mbalimbali anayofanya katika nchi yetu. Tukiangalia katika sekta mbalimbali, sekta ya kilimo, biashara, afya, elimu, tunaona anapambana kadri ya uwezo wake ili tuweze kuinua uchumi wetu na jamii kwa ujumla. Ninapenda kuzungumzia katika umuhimu wa elimu, hususan katika upande wa watoto wa kike. Tunajua kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kipindi anaingia madarakani aliweza kufuta ile kauli ambayo mtoto wa kike akipata ujauzito haruhusiwi tena kurudi shuleni. Yeye kama mama akaona ile sio njema mtoto wa kike anapopata ujauzito kuacha kurudi shuleni. Akapitisha kwamba mtoto wa kike atakayepata mimba aweze kurudi shuleni. Hii aliona kwamba yapo mambo mbalimbali ambayo yanachangia kutokuwa na maendeleo katika jamii. Vivyo basi tukaona kuna mambo muhimu ambayo mtoto wa kike baada ya kupata ujauzito kurudi shuleni yatakuwa ni muhimu katika kujenga jamii bora na taifa kwa ujumla. Umuhimu wa kwanza ni kuboresha maisha ya mama na mtoto. Pale ambapo mtoto wa kike atarudi shuleni baada ya kupata ujauzito, hii inamsaidia yeye kuweza kujisimamia yeye kama yeye pia na kumsimamia mtoto wake katika malezi bora. Cha pili, kupunguza mzunguko wa maskini. Pale ambapo mtoto wa kike akijifungua akaweza kurudi shuleni, lazima impambanue kiakili kwamba anatakiwa afanye kitu kwa ajili ya kuweza kujikimu yeye kiuchumi na kuweza kuletea maendeleo kwa mtoto wake. Hivyo basi endapo atakapojikita katika masomo, inamsaidia yeye kuweza kupambana kuweza kufikia malengo yake ili kuweza kusaidia maisha yake pia na kumtengenezea mtoto wake maisha bora. Cha tatu, kujenga kujiamini na uwezo wa maamuzi. Pale ambapo mtoto wa kike atarudi shuleni baada ya kujifungua, hii inamsaidia yeye kuweza kujiamini na kuweza kuwa na maamuzi pale ambapo atazitambua haki zake binafsi pia na haki za mtoto. Hii itasaidia kuondoa fikra potofu, kuondoa imani potofu na kuweza kutetea haki zake binafsi na haki ya mtoto. Cha nne, kupunguza ndoa za utotoni na mimba za haraka. Hii ni pale ambapo mtoto wa kike akirudi shuleni baada ya kujifungua atapata elimu hususan kwenye mambo ya uzazi wa mpango, elimu ya uzazi wa mpango ili kuweza kutumia vile kupunguza idadi ya kuwa na watoto na kupunguza idadi ya ndoa nyingi za haraka na kuwa na kupunguza ile idadi ya ndoa za utotoni. Kwa hiyo kutokana na mtoto wa kike kurudi shuleni kipindi ambacho amepata ujauzito na baada ya kujifungua inasaidia kupunguza ndoa za utotoni, pia inasaidia kupunguza watoto wa mitaani. Kingine, kuimarisha uchumi wa taifa. Tukiangalia katika taifa letu la Tanzania katika nyanja mbalimbali, biashara, afya, katika uongozi, tunaona watoto wengi wa kike wamejiweza kujikita katika maendeleo ya kiuchumi kwa kuwa viongozi, wengine ni wafanyabiashara wakubwa. Kama tunavyoona tuna wanawake wengi ambao wamejikita katika uongozi katika nchi yetu. Ukiangalia kama spika wa bunge la Tanzania ni mwanamke, ukija tena ukiangalia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano ni mwanamke. Kwa hivyo mtoto wa kike atakapopata mimba na kurudi mashuleni pia inahamasisha mtu kutamani kufikia malengo yake na kutamani kufikia pale alipotaka kupafikia. Kingine ni kupunguza unyanyapaa na ubaguzi. Hii ni pale ambapo mtoto wa kike atakapopata nafasi ya kurudi shuleni na kuweza kujikita, anasaidia jamii kuondoka na ile mila potofu, ile mitazamo iliyo tofauti katika jamii na ile kumtenga na unyanyasaji ule unasababisha kupunguza. Yaani kunakuwa na ile usawa kati ya mtoto aliyejifungua na mtoto ambaye hajajifungua. Kunakuwa na usawa na kunakuwa na ili kuhamasisha kwamba jamii sio kila anayepata mimba ndio kwamba maisha yake yameishia pale, hapana. Kwa hiyo pia inasaidia kupunguza kunyanyapaa kwa watoto wa kike. Kwa hiyo katika siku ya leo mimi nimeongea haya machache. Ninapenda kushukuru kwa kunisikiliza. Mtakaonisikiliza leo ninapenda kuishia hapa. Vivyo hivyo napenda kuongelea kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kipindi anachoingia madarakani yalikuwa mambo mengi, maneno yalikuwa ni mengi. Wanawake wengi pia walikuwa wanaamini kwamba hataweza kufanya kama
alichokuwa anakifanya Rais Magufuli, ila pia tunaona kabisa ule ni mtazamo tofauti. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja na mtazamo chanya kwa wale ambao walikuwa wanaamini kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi au hawezi kuongoza, ila kwa kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan tunajua wanawake tunaweza. Pia ninapenda kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kuleta maendeleo mbalimbali katika nchi yetu. Tukiangalia sekta mbalimbali kama viwanda, tukiangalia sekta ya elimu, pia rais ameipa kipaumbele. Kwenye sekta ya afya pia ameweza kupigana. Kwenye sekta ya ujenzi, viwanda, tunaona nchi yetu pia ipo katika level nzuri katika maendeleo ya ujenzi wa viwanda na barabara. Pia tukiangalia utalii katika nchi yetu, rais aliweza kupambana katika sekta ya utalii na ikafika mahali ambapo katika ile level fulani nzuri katika jamii pia. Hivyo basi napenda kusema kwamba katika mwaka huu 2025 sisi kama vijana tumejipanga kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuingia tena madarakani na kuweza kuendeleza kile alichokuwa amekiendeleza. Napenda kuwashauri vijana wenzangu pia tumuunge mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukaweze kupiga kura kwa wingi, tukiamini kwamba rais anatutetea sana, anatupigania sana, hususan watoto wa kike. Napenda sana kuwashauri wanawake wenzangu, watoto wa kike, wasichana, tuweze kumsupport Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusiwe na imani tofauti ya kwamba mtoto wa kike hawezi. Sisi tunaweza. Mwanamke akiwezeshwa anaweza. Kwa hiyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mitano tena. Tuko pamoja na wewe.